Hivi ndivyo utawala wa Irani ulivyoimarika kutokana na vita na Marekani. Mtazamaji na mfuatiliaji wa channel hii ya Zaki Digital, ni kusihi tu kuendelea kusubscribe, kulike na kushare kila aina ya tukio la kimataifa kutoka katika channel hii. Baada ya mapinduzi ya Iran ya mwaka 1979, viongozi wa Iran walijenga simulizi kwamba Marekani ilikuwa ni adui mkubwa wa taifa lao. Kauli kama kupinga ubeberu wa Marekani zilikuwa sehemu ya msingi ya utawala mpya wa kidini. Hali hii ilifanya vita vya maneno, vikwazo na hata migogoro ya kijeshi kuwa zana ya kuimarisha ushirikiano wa ndani. Katika miaka ya mwanzo, vita vya Iran na Iraq vilikuwa hatua muhimu sana. Iran ilijiona imezingirwa na maadui wanaoungwa mkono na Marekani na mataifa ya Magharibi. Serikali ilitumia hali hiyo kuhamasisha wananchi, kuhalalisha ukandamizaji dhidi ya wapinzani na kuimarisha nguvu za jeshi la Kiislamu la Iran. Taasisi hii baadaye ikawa na nguvu kubwa ya kisiasa, kiusalama na hata kiuchumi ndani ya Iran. Kadri Marekani ilivyoweka vikwazo vya kiuchumi na kuiongezea Iran shinikizo kuhusu mpango wake wa nyuklia, viongozi wa Teherani waliendelea kutumia mvutano huo kujenga hisia za taifa. Mara nyingi walieleza kwamba nchi ilikuwa inatetewa dhidi ya njama za kigeni. Kwa wananchi wengi, hasa wakati wa mashambulizi au vitisho vya nje, ukosoaji dhidi ya serikali ulionekana kama kuhatarisha usalama wa taifa. Katika migogoro ya hivi karibuni kati ya Iran, Marekani na Israel, wachambuzi wengi wameonyesha kwamba licha ya madhara makubwa ya kijeshi na hata kiuchumi, serikali ya Iran imeweza pia kutumia vita hivyo kuimarisha udhibiti wake wa ndani. Iran imeimarika hasa katika maeneo makuu manne makubwa kutokana na vita, vikwazo na hata mvutano wake na Marekani. Kwanza ni nguvu za kijeshi. Kikosi cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ndicho kimeimarika zaidi. Baada ya Iran na Iraq War, kikosi hiki kilikuwa kutoka kikosi cha mapinduzi hadi kuwa na nguvu kubwa ya kijeshi yenye makombora ya ballistic, drones, vikosi vya kiintelijensia na hata ushawishi mkubwa Mashariki ya Kati. Leo hii jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ina nguvu hata kuliko jeshi la kawaida la Iran katika baadhi ya maeneo ya usalama na hata operation za nje. Eneo la pili ni eneo la ushawishi wa kisiasa. Vita na shinikizo la Marekani vilifanya serikali ya Iran kutumia usalama wa taifa kuimarisha mamlaka yake. Matokeo yake, viongozi wa kijeshi waliingia serikalini, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ikapata nafasi kubwa kwenye bunge na hata taasisi za dola, na sauti za wapinzani zikadhibitiwa zaidi. Wachambuzi wengi wanaamini kwamba kila mvutano mkubwa na Marekani uliwapa nguvu zaidi viongozi wenye msimamo mkali ndani ya Iran. Sehemu ya tatu ni uchumi wa ndani ya vikwazo. Ingawa uchumi wa Iran umeumia sana, serikali ilijifunza namna ya kuishi chini ya vikwazo. Jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ikaingia kwenye mafuta na gesi, ujenzi, benki, biashara za siri na hata usafirishaji. Baadhi ya makadirio yalionyesha kwamba jeshi hilo linadhibiti sehemu kubwa ya uchumi wa Iran. Hii ilifanya watawala wa Iran kuwa na njia zao za kupata fedha hata chini ya vikwazo vya Marekani. Eneo lingine ni ushawishi wa kikanda. Iran imejenga mtandao mkubwa wa washirika katika Mashariki ya Kati kupitia Lebanon, Iraq, Syria, Yemen, pamoja na makundi yenye uhusiano wa karibu na Teheran. Lengo lilikuwa ni kupigana mbali na mipaka ya Iran ili maadui wasipigane ndani ya Iran. Mkakati huo ulifanya Iran kuwa na ushawishi mkubwa wa kijeshi na hata kisiasa katika eneo lote la Mashariki ya Kati kwa miaka mingi sana. Lakini pia kuna upande wa pili. Iran haikuimarika kila kitu, hapana. Iliathirika sana kwenye uchumi wa wananchi, thamani ya pesa, ajira, uwekezaji wa kimataifa na hata uhuru wa kisiasa. Kwa hiyo sasa serikali na hata taasisi za usalama zimeimarika, lakini wananchi wengi wa kawaida wamebeba gharama kubwa za mvutano huo. Bado wapo popote uendapo, televisheni yoyote utakayowasha, unachokiona ni sura za viongozi waliouawa nchini Iran pamoja na wale wapya waliowekwa, picha zao zikijaa maeneo ya umma. Maandamano yameisha, vita vimekuja na kuondoka, na sasa ni wakati wa kusitisha mapigano.
lakini serikali ya Kiislamu ya Iran bado iko imara. Kwa mujibu wa baadhi ya Wairani nchini humo wakizungumza na waandishi wa habari, badala ya kuangusha utawala wa Kiislamu, vita hivyo vimeimarisha na sasa uko katika hali ya kuwakandamiza wale wanaoipinga. Awali vita vilipokuwa vikiendelea, matumaini sana yalianza kufifia, kama ilivyokuwa kwa ikulu ya White House, kwa sababu mauaji ya kiongozi mkuu wa nchi hiyo ya Iran, Ayatollah Ali Khamenei, pamoja na vigogo wengine wa serikali hakuleta mabadiliko mapya ya serikali. Mkutano wa kuunga mkono serikali ni wa kawaida kote Iran, wakati mikutano ya kupinga serikali ikipigwa marufuku. Vyanzo vya habari vilizungumza na baadhi ya wanaharakati, watetezi wa haki za binadamu, wanasheria na hata waandishi wa habari wa kujitegemea, ambao hao walionyesha kutokuridhishwa kwao na serikali. Pia kuna hofu kwamba iwapo vita hivyo vitamalizika, serikali itapanua kampeni yake ya ukandamizaji dhidi ya raia wanaoipinga, hasa wakati wa vita. Shirika la Human Rights Watch lenye makao makuu yake nchini Marekani limesema zaidi ya watu 53,000 walikamatwa wakati wa maandamano dhidi ya serikali Januari iliyopita na kabla ya kuzuka kwa vita. Na tangu kuanza kwa vita hivyo, maelfu ya wengine wanaaminika kukamatwa na kuwekwa kizuizini. Pia kuna ripoti kwamba angalau wafungwa 21 wa kisiasa waliuawa kwa kunyongwa wakati wa vita. Hii ni idadi kubwa zaidi katika muda mfupi kwa miaka 30. 9 kati ya waliouawa walihusishwa na maandamano ya Januari 10, walituhumiwa kuwa wanachama wa makundi yanayoipinga serikali, huku 2 wakituhumiwa kwa uasi. Susan, ambaye jina lake limebadilishwa, ni wakili anayefanya kazi na wafungwa, amesema hali ambayo watu wanazuiliwa ni mbaya sana. Hadithi yake inaonyesha jinsi vita ilivyosambaratisha familia. Wazazi wake walikuwa waaminifu kwa serikali na aliogopa kwamba wangekabili matatizo ikiwa serikali ingepinduliwa. Alipoelezea hofu yake kwa kaka yake ambaye pia alikuwa ni mpinzani wa serikali, alionekana kutojali na kusema kwamba kwa kuwa wanataka kuwa wafia dini, nani atawazuia? Suzani anatumai kwamba vita vitaisha, lakini anahofu kwamba watu kama yeye wanakabiliwa na mkazo mbaya sana. Wanaharakati wa haki za binadamu wanaripoti kwamba watu 4 wameuawa kufikia sasa mwaka huu, wakishutumiwa kuwa na uhusiano na shirika la kijasusi la Israel Mossad. Waandishi wa habari wa kujitegemea ni miongoni mwa wale wanaohofia kukamatwa kwa tuhuma za kusaidia Marekani au Israel. Kuna taarifa za kukamatwa kwa watu kadhaa wanaodaiwa kutuma habari kwenye vyombo vya habari vya nje zinazoonekana kuwa na madhara kwa nchi. Jinai ya uhaini inaweza kubeba hukumu ya kifungo cha maisha katika mahakama chini ya serikali ya Iran. Jambo la kushangaza ni kwamba upinzani dhidi ya serikali umetoweka katika mitaa ya nchi. Serikali imekuwa kisu na nyama na inaua imtakaye na kumwacha imtakaye.